Ndugu zangu wana michezo, kwa dhati kabisa nianze kuwapongeza Taifa Stars kwa kufuzu na kufika hatua ya 16 bora ya Kombe la Mataifa ya Afrika, yani AFCON, kwa mwaka huu uliopita. Mafanikio haya ni makubwa na ni fahari kwa taifa letu, na ni ushahidi kwa soka letu sasa linaendelea kupanda viwango barani Afrika. Kwa mara ya kwanza nilikaa kwenye TV mwanzo mpaka mwisho. Siku hiyo nilikuwa nimefunga, nimekaa kufutari. Wakati naendelea na futari zangu, tayari mchezo unataka kuanza. Nikakaa nikaangalia watoto wangu kazi walioifanya. Lakini nataka niwaambie jengine, nimeondoka pale mwili wote unaniuma. Maana wakipigwa, wakizuiwa hivi mimi wakiekewa miguu, wakisukumwa mimi, Mungu wangu mbona wataniumizia watoto. Nimeondoka pale mwili unaniuma. Lakini hongereni sana, mmefanya kazi nzuri sana, na tunajua kwa nini yale yalitokea. Kwa sababu tuliocheza nao ni wenyeji, ni taifa lenye fedha, ni taifa ambalo lina ushawishi kwa wenzetu hao waandaaji. Kwa sababu tulikuwa tunayaona wazi na dunia imeona wazi kwamba Tanzania ni wapambanaji, wamepambana, lakini ilibidi lile litokee, iwe iwavyo lile litokee. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana. Mimi nawapongeza sana, mmefanya kazi nzuri sana. Nawapongeza pia benchi la ufundi, viongozi wa timu na wanamichezo wengine wote mliopo hapa. Ni ukweli kama walivyosema walionitangulia, michezo yetu imepanda, football yetu imepanda, lakini michezo mingine pia nayo inakwenda juu. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana. Aidha, nizipongeze timu za taifa, ikiwemo timu ya cricket kwa kufuzu kombe la dunia nchini Namibia. Nipongeze timu ya mpira ya miguu, watoto wangu wanawake, futsal, kwa kushiriki kombe la dunia nchini Ufilipino. Ni hatua kubwa sana. Hongereni sana sana. Pongezi zangu pia ziende kwa mabondia wetu waliotoa mikanda ya kimataifa, ikiwemo timu ya taifa ya ngumi za ridhaa iliyopata medali 18, ikiwemo moja ya dhahabu, medali za fedha 4 na 13 za shaba katika mashindano ya kanda ya 3 ya Afrika yaliyofanyika Nairobi, Kenya. Tunakwenda ndugu zangu, tulikotoka sio tuliko leo. Walau jina Tanzania linasikika, linaonekana kila kwenye fani. Pia nawapongeza kwa ushiriki wa mashindano ya dunia yaliyofanyika Dubai, ambako bondia wetu mmoja alifika hatua 16 bora. Sambamba na hilo, natoa pongezi kwa timu ya taifa au za taifa zilizofanya vizuri ukanda wa Sekafa, zikiwemo timu za vijana, timu za shule, timu za kuogelea na timu za watu wenye ulemavu. Zote nazipongeza, wamebeba bendera na wameipeperusha vizuri nje ya Tanzania. Kwa upande wa riadha, kwa mahsusi kabisa, nampongeza mwanariadha Alphonse Felix Simbu. Simbu, uko wapi? Asante sana kwa kushinda medali ya dhahabu ya Tokyo Marathon 2025, akiwa Mtanzania wa kwanza kutoa dhahabu ya kimataifa. Lakini vile vile pamoja naye pongeze kijana wetu Cecilia Ginoka Panga kwa kutoa dhahabu ya mbio za kilomita 15 zilizofanyika Sao Paulo kule Brazil kwa kutumia muda dakika 51 na sekunde 8. Hawa ni Watanzania waliopeperusha bendera yetu huko kwenye riadha. Nilikuwa namwangalia Simbo akipongezwa, anasema nimejaribu mara kadhaa, lakini mara hii nikasema mimi na medali mara hii. Lakini akawa na manunguniko kidogo, ni jitihada yangu binafsi. Serikali ina mkono kidogo, lakini sana binafsi. Tumekuona Simbu, tutakusapoti vizuri huko mbele.
Niseme kwa ujumla kwamba jitihada mlizoonesha nidhamu na mshikamano wenu ni alama ya uzalendo wa kweli. Mmeipeperusha vyema bendera yetu ya taifa la Tanzania na mmeandika historia mpya kwa taifa letu katika ulimwengu wa michezo. Ndugu viongozi na wanamichezo, niungane na walionitangulia kusema Sir Edgar Tenga, lakini na Waziri Kabudi kwamba tunapoelekea kuwa waandaaji wa mashindano ya AFCON 2027, jukumu letu ni kubwa sana. Maandalizi ya mashindano haya yanahitaji mshikamano wa kitaifa, maandalizi ya mapema na ushirikiano wa karibu baina ya serikali na wadau wa michezo. Ni wajibu wetu sote kuhakikisha kuwa AFCON 2027 inafanyika kwa ufanisi mkubwa kwa heshima na manufaa ya taifa letu. Ni dhahiri kuwa ili tufanye vizuri kwenye AFCON 2027, hatuna budi kuwekeza katika maendeleo ya wachezaji wetu hawa ambao wanahitaji kucheza mechi nyingi za ndani ili kupata uzoefu, ushindani wa kutosha na kujiamini. Na hapa nitoe rai ya ushirikiano baina ya vilabu na wadau wa soka kuhakikisha ligi zetu zinaendelea kuwa imara, shindani na zinawapa nafasi wachezaji wazawa kukua. Tusiwarudishe nyuma, wakue. Uzoefu huu wa ndani utawaandaa vyema kushindana katika nyanja za kimataifa. Kwa hiyo Bwana TFF na viongozi wa michezo, NEMA, mna kazi ya kuiangalia hapo. Jicho letu liwe kwa vijana wetu, lakini kwa nyanja zote, kuwafanyisha mazoezi, lakini pia vijimaslahi vyao. Basi tarehe gani ile nilikuwa nimekaa, mara napokea taarifa toka vyombo vyangu vya serikali, wachezaji wamegoma kwenda Morocco kutoka Misri. Nini? Kiposho kidogo hakitoshi. Mie Mungu wangu we, Makonda, haya mnafanyaje kuhusu hili? Sitaki vijana kule wawe demoralized in any case. Hebu changamka basi. Mara namsikia Makonda anatangaza dau la 200, nikasema yes. Hivyo hivyo kwa wachezaji, tunajua concern yenu kwenye viposho vyenu, tutalifanyia kazi na lenyewe. Ndugu viongozi na wanamichezo, Tanzania inaelekea kuwa mwenyeji wa AFCON. Maandalizi haya hayawezi kufanikiwa pasi na mshikamano wa pamoja. Hivyo niitake Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kushirikiana na mashirikisho ya michezo, vilabu na wadau wengine wa michezo kuhakikisha malengo tuliyojiwekea yanafanikiwa. Aidha, wizara ishirikiane na TAMISEMI kuweka mikakati mahiri ya kuibua, kukuza na kuendeleza vipaji vya michezo ili kukuza michezo kuanzia ngazi za chini. Na tunapokwenda AFCON, mpango masunulie tu tiketi waingie wakaone wachezaji wa nje wanavyocheza, timu za nje zinavyo. Wetu wanaangalia tu video kwenye YouTube na wanaigiza the same kinachofanyika kule. Wanaweza kuona mpira unavyochezwa uwanjani na wakaigiza vile vile. Kwa hiyo hebu tuwachague, tuwanunulie tiketi wawe wanaingia kwenye mashindano mbalimbali wakaone mpira unavyochezwa na wachezaji wengine wa nje.